Tunaingia katika stori yetu mpya na kwenda kwa jina la Roaring. Naitwa Lucy, nina umri wa miaka 32 kwa sasa. Mimi nimelelewa na shangazi yangu baada ya wazazi wangu kufariki dunia nikiwa bado mdogo. Shangazi alinilea vizuri sana, hakuwa na ubaguzi kwangu, kunibagua mimi na watoto wake. Wote alitulea vizuri sana. Nilisoma nikiwa pale kwa shangazi mpaka nikamaliza elimu yangu ya darasa la 7, na baada ya kufaulu niliandaliwa kwa ajili ya kuingia sekondari. Sekondari ambayo nilichaguliwa kwenda kusoma ilikuwa ipo karibu sana na shule ya form 5 na 6 ya mchanganyiko, yani wavulana na wasichana pamoja. Nilianza masomo yangu ya sekondari shuleni pale, na kama mnavyojua ukiingia sekondari mwanzoni unakuwa mpole sana kwa sababu ndio kwanza umeingia katika level nyingine ya masomo. Wanafunzi wa form 5 na 6 walikuwa wapo karibu sana na sisi kwa sababu shule zetu zilikuwa zipo karibu sana. Kwa hiyo wanafunzi wengi sana wanaomba baadhi ya wanafunzi wa form 5 na 6 wawe wanawafundisha masomo yao pale wanapokwama. Mimi sikuwahi kuwa na ukaribu na hawa wanafunzi wa form 5 na 6. Sikuwahi kuwa na ukaribu nao kabisa. Lakini japo sikuwa na ukaribu nao, lakini kuna kaka alikuwa anaitwa Edward. Alikuwa yupo form 6, alinipenda kimahusiano na hakusita kuniambia. Mimi kusema ukweli niliogopa sana kuwa na mahusiano ya kimapenzi shuleni, ila huyu kaka alinitoa hofu na kuniambia kuwa hana malengo mabaya na mimi. Ananipenda sana na mimi bado ni mwanafunzi wa chini sana. Kwa hiyo hahitaji nichanganye masomo na mapenzi, ila lengo lake la kuniambia kuhusu mahusiano ni kwamba anahitaji nijitunze kwa ajili yake kwa sababu ana malengo mazuri na mimi. Japo aliniambia ukweli uliopo moyoni mwake, lakini bado sikumwamini kwa sababu nilikuwa naogopa sana mambo ya mahusiano. Lakini Edward hakuwa na haraka na mimi na alikuwa anazidi kuniambia nia yake siku hadi siku kuwa ananipenda sana na anahitaji nisome, nifike mbali kwenye masomo yangu ili niweke akilini kuwa ananipenda sana na anahitaji tuje kuishi pamoja huko maisha ya baadaye. Sikumuelewa haraka, ila na yeye pia hakuwa na haraka na mimi. Alienda na mimi polepole huku akizidi kunisisitiza lengo lake alilokuwa nalo kuwa ananipenda na hataki kunichezea. Anahitaji furaha yake na hataki kunichezea. Anahitaji furaha yake ni kuniona mimi nasoma na namaliza masomo yangu vizuri bila shida yoyote ile. Na baada ya kumaliza masomo ndio atakaponioa. Ushawishi wa Edward ulinizidi sana na kujikuta nakubali kuwa naye kwenye mahusiano. Edward alifurahi sana baada ya mimi kumkubalia kuwa naye. Tulianza mahusiano rasmi, lakini Edward aliweza kusimamia alichoniahidi. Hakuwahi kuniomba mapenzi na wala hakupenda tukutane sehemu ambazo ni za faraha, za kuchochea wawili walio kwenye mahusiano kufanya mapenzi. Tulikuwa tunakutana sehemu za wazi na aliniambia kuwa yeye ana uwezo wa kunifundisha masomo yangu ya ziada. Lakini sasa mimi na yeye tuna mahusiano, kwa hiyo wasiwasi wake ni kukaa mahali wawili tu alafu tukapata mihemko ya kufanya mapenzi. Hivyo Edward aliniunganisha na mwanafunzi mwenzie wa kike ambaye huyo ndio alikuwa ananifundisha masomo yangu ya ziada. Nilikuwa naendelea vizuri na masomo yangu na kiukweli sikuwahi kujutia kumkubalia Edward kwa sababu Edward alikuwa akasimamia misimamo yake alioniambia. Kipindi ambacho tulikuwa tunakaribia kufunga shule, Edward aliniambia kwenye likizo anahitaji kwenda kujitambulisha nyumbani kwetu kuwa ni rafiki yangu ambaye ananipenda sana, lakini atanisubiri mpaka nitakapomaliza masomo yangu ndio atanioa. Nilikubali, ila nilikuwa na hofu kidogo kwa sababu wazazi wetu wa Kiafrika kukubaliana na swala kama hilo ni wachache sana. Baada ya kufunga shule, ni kweli Edward alikuja nyumbani kwetu kujitambulisha kwa shangazi yangu. Na nashukuru Mungu shangazi alimuelewa, ila shangazi hakumwambia mume wake kuhusu hili swala. Edward alienda kunitambulisha na kwa wazazi wake. Baba yake alikuwa kashafariki. Alikuwa yupo mama yake na dada yake. Hivyo alinitambulisha kwa hao. Walifurahi sana kunijua familia yake na nilijisikia vizuri sana. Mwaka uliofuata niliingia form 2 na Edward alikuwa kashamaliza masomo yake ya form 6 na alikuwa anasubiri majibu tu. Baada ya muda majibu ya form 6 yalitoka na siku ambayo Edward alienda kuangalia majibu yake kule shuleni ilikuwa ni siku ya weekend, kwa hiyo mimi nilikuwa nipo nyumbani tu. Mtoto wa shangazi wa kike ambaye umri wake na wangu ulikuwa unaendana, yeye alikuwa na simu na ndo nilikuwa nawasiliana na Edward wangu kupitia simu hiyo ya Anita.
mtoto wa shangazi yangu. Tukiwa tupo nyumbani tunaendelea na mambo yetu ya hapa na pale, Anita alipigiwa simu na kuambiwa kuwa gari aliyopanda Edward ilikuwa imepata ajali na majeruhi wamekimbizwa hospitali, kwani gari ilikuwa ni ya abiria. Edward wangu alikuwa ni mmoja wa majeruhi waliokimbizwa hospitali. Anita aliniambia kuwa Edward kapata ajali na kakimbizwa hospitali. Tulitoka muda huo huo mimi na Anita kuelekea hospitali alipopelekwa Edward. Tukiwa tupo njiani, tupo kwenye gari, tuliweza kuona gari moja ambayo ilikuwa imeungua na moto na ilikuwa ni gari ya abiria. Ile gari ilikuwa imeungua yote, imeteketea na moto. Mpaka baadhi ya abiria ambao tulikuwa tumepanda nao kwenye gari ile walikuwa wanasema kwenye ile gari iliyopata ajali hawazani kama kuna mtu aliyepona. Tulifika hospitali na tulikuta heka za watu wengi sana majeruhi wa kwenye ile gari iliyoungua na moto njiani. Hospitali ilikuwa na heka sana muda huo. Madaktari na manesi walikuwa mbio kwa ajili ya kuokoa maisha ya watu. Lakini wengine walikuwa na hali mbaya sana, hivyo walishindwa kupona. Walifariki na kutolewa wodini kupelekwa monchwali. Baada ya kufika hospitali ndo nilijua kuwa Edward wangu naye alikuwa yupo kwenye ile gari ambayo iliungua na moto. Edward alikuwa yupo wodini ila hali yake haikuwa nzuri. Tuliingia wodini na kumkuta akiwa amefungwa bandage mwili mzima mpaka usoni, kiasi kwamba alikuwa anaonekana kwa uchache sana sura yake. Edward baada ya kuniona alijilazimisha kutabasamu, ila lilikuwa ni tabasamu la uchungu. Akaniambia, nimepata ajali Lucy wangu. Nikamwambia pole sana mpenzi wangu, Mungu yupo pamoja nawe, utapona. Edward akanambia, siponi Lucy. Siponi mpenzi wangu. Nakuacha mpenzi wangu. Nakuacha mwanamke ninayekupenda sana. Lucy, naamini utapata mwanaume mwingine ambaye atakupenda kama mimi nilivyokupenda. Nikamwambia hapana Edward, usiseme hivyo, utapona. Edward hakuongea kitu kingine. Alinyamaza kimya. Daktari alifika kitandani alipokuwa Edward na akatutaka twende nje. Daktari alifika kitandani alipokuwa Edward na akatutaka twende nje waendelee na kazi yao. Tulitoka nje na muda huo mama yake na dada yake nao walikuwepo. Baada ya muda niliona kuna mwili unatolewa mule wodini ukiwa umefunikwa wote, hakuna kinachoonekana. Moyo wangu ulishtuka sana baada ya kuona nesi akiburuza kitanda cha hospitali kikiwa kina mwili. Sikujua ni mwili wa nani, ila nilisogea karibu na yule muuguzi na bila ya kumwambia chochote kile nilifunua lile shuka ili niweze kujua kuna nani ndani ya ile shuka. Nilishtuka sana baada ya kumuona Edward wangu ndio aliyekuwa anapelekwa monchwali. Edward amefariki. Edward ameniacha mimi. Nilijikuta nakimbia bila kujua wapi ninapoelekea. Walinzi wa pale hospitali walinikimbiza na kunishika ili niweze kutulia. Anita ikabidi ampigie simu shangazi na kumwambia kilichotokea kwa Edward, na sisi tulikuwa tupo hospitali muda ule. Ikabidi shangazi aje hospitali, hata na yeye alihuzunika sana na kwenda kuwapa pole familia ya Edward. Tulirudi nyumbani na baada ya kufika tulijiandaa vizuri na kuelekea msibani nyumbani kwao Edward. Mimi nilipokelewa vizuri sana kama mkwe wa familia ile kwa sababu nilikuwa najulikana. Baada ya siku 3 tulimzika Edward na baada ya hapo ilinilazimu nirudi nyumbani kwa ajili ya kuendelea na masomo yangu. Kusema ukweli, kwa mwaka ule hakuna kitu nilichokifanya shuleni. Hakuna kitu. Mtihani wa mwisho wa form 2 nilifeli vibaya mno. Kiasi kwamba ilinilazimu nirudi form 2. Kiasi kwamba ilinilazimu nirudie form 2 kwa mwaka mwingine. Niliingia tena kwenye mahusiano baada ya kumaliza masomo yangu. Ya sekondari. Na wanaume niliokuwa nawapata ni wale walipasua kichwa. Kiasi kwamba sikuwahi kuacha kumkumbuka Edward wangu hata siku moja. Kwa sasa mimi ni mdada, mtu mzima. Nina watoto 2, ila bado sijaolewa. Nilipata mwanaume tu na kumwamini kuwa ananipenda kweli. Alinizalisha na kuniacha. Hivyo nimebaki kulea watoto wangu tu. Ni miaka 17 sasa imepita tangu Edward aage dunia. Namkumbuka sana. Na siku zote namuombea apumzike mahali pema peponi. Amina. Natamani ajue kuwa tangu aondoke sikuwahi kupata furaha ya kudumu kwenye mahusiano ya kimapenzi.
Japo kabla hajakata kauli aliniombea niweze kupata mwanaume ambaye atanipenda sana kama yeye alivyonipenda. Lakini haijawa hivyo. Nimebaki Rory.